Maswali chungu mzima yameibuka katika gatuzi la Isiolo, wananchi wakiulizana nini haswa kinachofanyika au nini kinachochochea visa vya mauaji. Katika kipindi cha takriban wiki moja tu, watu watatu wameripotiwa kufariki katika hali ya kutatanisha. Katika kisa cha kwanza, mama mwenye umri wa makamu akipatikana akiwa amenajisiwa ameuawa na kisha mwili wake ukatupwa viugani vya mji wa Isiolo, ambapo washukiwa tukio hilo waliripotiwa kuteketezwa na wananchi waliokuwa wamejawa na hamaki. Katika kisa cha pili, mtoto wa miaka 6 aliripotiwa kutoweka katika eneo la Rapsu, huku baadaye akipatikana baada ya siku 4 akiwa pia amenajisiwa na kuuawa. Kisa hiki ikithibitishwa na kamanda Isaac Sang. Juzi tulikumbana na kesi ambaye kuna mtoto alikuwa amepotea ya miaka 9 sehemu ya Rapsho, sehemu ya Kina Kabatula, na alipotea kwa muda wa siku 4. Wakati alipatikana alikuwa amefanyiwa madhila, alifanyiwa kitendo mbaya na akawawa, na tunapata ripoti pia ya kwamba wananchi walishikwa na ghadhabu na wakaweza kuandamana na wakashambulia jamii moja ambayo walikuwa wamemshuku ya kwamba labda walifanya kitendo ile. Mimi naomba wananchi ya kwamba tusiwe tunajichukulia sheria mikononi wetu. Sisi maafisa wa usalama tuko tayari kuwasaidia. Kama kuna mtu yeyote ambaye akona mtu ambaye anamshuku, tafadhali kuja tupashe habari, tumshike huyu mtu, tuchukuliwe hatua ya kisheria. Mtu asijichukulie sheria mikononi mwake. Sisi tunaendelea na uchunguzi na tunasihi sana mtupeshe taarifa ndio tuweze kurahisisha uchunguzi wetu. Katika kisa cha tatu na ambacho kimewacha wakazi wengi vinywa wazi ni ambapo mfanyikazi mmoja wa kampuni ya kusambaza umeme Kenya Power kaunti hii alifariki baada ya kudungwa visu mara kadhaa alipokuwa ameenda kusoma mita ya stima katika boma moja eneo la Checheresi. Ningependa kusema ya kwamba jana tulipata ripoti ya kwamba kuna ofisa ya idara ya huduma ya umeme ambaye ni Kenya Power, anaitwa Shadrack Makembu. Alikuwa ameenda kusoma mita sehemu inaitwa Checheresi, na katika ile harakati yake ya kikazi alipata kukumbana na mhalifu ambaye alimshambulia na akamdunga visu, na tuliweza kurespond na tukakuta ya kwamba wananchi walikuwa wamemsaidia pia, akafikishwa hospitali. Tulimtembelea na tukamkuta ya kwamba alikuwa anaendelea na matibabu katika hospitali yetu kuu la Isiolo. Tumejaribu kutathmini tujue kiini ya jambo hili na bado tunafanya uchunguzi yetu. Hivi leo asubuhi tuliweza kupata ripoti ya kwamba tumempoteza, na yule mhalifu mwenye alifanya hivyo bado tunamsaka. Tunawasihi wananchi ya kwamba mtu yeyote mwenye ako na information kuhusu huyu mtu, tafadhali uje utusaidie ili turahisishe uchunguzi wetu, tumkamate ili ajibu sheria, kwa sababu kitendo kama hili tunalilaani na tutaki ya kwamba mwananchi aumizwe na wahalifu ambaye hawana utu katika taifa letu. Ni matukio ambayo yameweza kukashifiwa na viongozi kadha wakiongozwa na mwakilishi wa kina mama jimboni Bibi Amina Bonaya kupitia mtandao wake wa Facebook, ambapo ameshinikiza uchunguzi wa kina. Kwa sasa wananchi wana matumaini kuwa matukio haya yatafikia mwisho na amani iweze kudumishwa. Haya yanajiri huku watu 4 wakiendelea kupokea matibabu katika hospitali ya rufaa hii baada ya wao kushambuliwa na wezi wa mifugo katika eneo la Barabate.
Ningependa kusihi wananchi na kuwaeleza ya kwamba maafisa wetu wa umeme wa Kenya Power, wale ni meter readers ama ni wale wanatusaidia kwa maneno ya installation ya power kwa nyumba zetu ama kwa streets, tafadhali tuwasupport kwa sababu umeme ni muhimu sana katika taifa letu na especially katika uchumi ya taifa letu, na kama hatuna umeme hata usalama itakuwa vigumu kuendesha. Hii stima imetusaidia sana, inatumulikia barabara, inatumulika streets, at least inatusaidia hata maafisa ya polisi wakati wa kusunguka usiku, saa ya usiku, ya kwamba tunaweza pitia hizo sehemu, ama labda wananchi wanaweza pitia sehemu fulani ambaye labda ingekuwa difiche bila umeme. So nawasihi wananchi, tafadhali tusaidiane sisi wote ili tuhakikishe ya kwamba tumelinda na kupatia usalama ya kutosha watu wa ulinda usalama wetu wa umeme. Nikiripotia Kamachu TV, itaripota 001 wa Chumbi Kamachu.